Zahanati. Na mtazamaji wa Tumaini Televisheni, karibu katika kipindi pendwa Fahari ya Loko Wengi, na si kingine bali ni Zahanati. Afya yako, ijue afya yako, kwani afya ni mtaji, na hakikisha umechagua kuwa na afya na afya iliyokuwa bora. Leo tuko katika hospitali ya Rufaa mkoa wa Temeke, na tutakwenda kufahamishana mengi kupitia kipindi hichi, lakini kubwa zaidi leo tutazungumzia ni kuhusu swala zima la uzito uliokithiri ama obesity kitaalamu unaitwa hivyo. Lakini kabla ya hapo tutakwenda kuzungumza na wananchi, na baada ya hapo ndio kile ambacho wao wanachokifahamu kuhusiana na uzito uliopitiliza. Baada ya hapo tutakwenda kuona na wataalamu wa afya kupitia hapa hospitali ya mkoa wa Rufaa ya Mwananyamala. Karibu. Naitwa Maria Dickson Sengasu, mkazi wa Mwananyamala. Uzito uliopitiliza ni uzito ambao sio mzuri, kwa sababu kikawaida kutokana na urefu wako na uzito pia inabidi uendane. Kwa hiyo ukisikia uzito uliopitiliza ni kitu ambacho hakiko sawa kiafya. Kwanza utakuwa unaumwa, pia afya yako itakuwa sio nzuri, lakini pia hata utendaji wa kazi unapungua. Madhara ninayofahamu kuhusu uzito uliopitiliza ni ukiwa na uzito uliopitiliza, kwanza utapata magonjwa yasiyoambukizwa ambao kuna pressure, sukari. Nikikutana na ndugu au jamaa mwenye uzito uliopitiliza, lazima nimshauri aende kituo cha afya apatiwe ushauri zaidi kuhusu lishe. Lakini pia kama amepata pressure, atapatiwa matibabu ya pressure. Atapatiwa matibabu ya lishe, ushauri wa lishe. Lakini pia kama ana pressure au magonjwa yasiyoambukizwa au sukari, atakutana na madaktari wa sukari, atakutana na madaktari wa pressure, atapatiwa huduma ili arudi kawaida. Kama anapitia changamoto ya uzito uliopitiliza, watembelee kituo cha afya, akutane na wataalamu wa lishe na madaktari. Mimi naitwa Waziri Juma Saidi, ni mkazi wa hapa Magomeni. Mtu mwenye unene wa kupitiliza, mimi nafahamu kama alamu, wengine ni unene wa asili, wengine vyakula vya mafuta. Wengi wanakula chips lakini sio wanene, hawawi wanene. Kwa mimi naamini unene ni mwili tu wa mtu, yani asili ya mwili wa mtu. Chips haisababishi mtu kunenepa. Mimi naitwa Asha Abdalla, mkazi hapa Magomeni. Unene uliopitiliza kwa kweli, mimi ninafahamu kula bila mpangilio, kutokufanya mazoezi, kujiweka tu, kukaa bila kazi yoyote. Huo ni unene bila mpangilio. Magonjwa yanayoambatana, sukari, pressure na vidonda vya tumbo, miguu kuchoka, mwili unachoka, unakosa nguvu. Ndio hivyo inaingia pressure, mambo ya sukari, unakuwa unachoka miguu na kosa nguvu. Wameshatokea wapo kama hapa maofisi ya serikali hapa. Wanakuja wanataka chakula cha dati, maskari hao wanaosimama barabarani. Kwa hiyo asubuhi anakula mboga pamoja na mayai mawili na maziwa au chai ya tangawizi. Zinawafaa kwa sababu wanazingatia. Kama uzingatii basi, lakini kama unafuatilia inakufaa. Nashauri sana juisi. Kuna juisi ya tango, naweka na nanasi na tangawizi, naweka na matunda, embe siweki. Naweka vitu vyepesi vya kumfanya mtu akishakula ile inakuwa anapata ile uwepesi wa tumbo. Na chakula anakula mboga, labda kaugali kama atapata kidogo. Basi, unajua chakula cha diet inatakiwa ale kwa mfano mchana, amekula kidogo, achukue muda mrefu mpaka saa 12, hata akipata matunda chochote, matunda au juisi akanywa akalala. Hiyo ni nzuri zaidi, inasaidia. Kwa sababu ukienda kulala alafu ukala chakula kizito, ndio inakuletea uzito mkubwa sana. Na unatakiwa ule mapema. Na hata kama utakula chakula kidogo, ule mapema. Kuanzia saa 12, saa 1 mpaka ule muda. Na unapokula chakula, yani inatakiwa uwe pembeni, yani usikae karibu na TV, ukao unaangalia TV au umekaa mnapiga story, unakula sana. Unatakiwa ule kidogo
na chakula yani kiwe kidogo sana na ule mapema. Uangaliaji wa TV na simu. Mtu anakula huko anaangalia simu, yani anakula bila mpangilio. Alafu na pia yani nimechunguza, ukiwa unaangalia simu, ukiwa unaangalia TV, ukiwa una hii nini, yani mawazo, depression ukiwa nayo, unakula sana. Yani watu kama wanakuja hapa wanaomba ushauri na wapa, kwa sababu mimi japokuwa mimi unaniona mnene, huu unene wa asili, yani mimi sio mlaji. Yani ninachoomba kwa sababu yani dawa sio suluhisho la kumfanya mtu yani apunguze unene, kwa sababu wengi wanatumia madawa sasa hivi. Dawa nyingi paka hapa wanauza dawa za kupunguza unene, lakini mimi siwashauri hiyo, kwa sababu hiyo ndio inazidi kujitia makemiko makali mwilini. Afanye tu mazoezi na kujipangilia mlo. Na kula kama hiyo juisi nilokuambia, unatengeneza juisi ya matango mengi, tangawizi, unaweka na nanasi kidogo ili kupia ile ladha, na malimao ukipata mawili. Basi ukipata glasi moja asubuhi na mchana ukanywa glasi moja na jioni, inakusaidia, na pia inasafisha tumbo, inakuweka sawa mpaka ngozi yako. Naitwa Said Mohamed, mkazi wa Kinondoni B. Mimi naambiwa sijui mtu anapokuwa na mafuta mengi na kuwa mnene. Sasa sijapata elimu vizuri, ile nitegemea bado nipate elimu kupitia hilo swala. Najua naambiwa kuna mtu uzito kupitiliza nayo inakuwa ni hatari. Naambiwa uzito unatakiwa uwe size na mtu jinsi alivyo. Sasa sijajua kwa nini, ila nilikuwa napenda sana nipate elimu kupitia hapa nilipokuwa na nyie hapa. Nishakutana nao. Na kuna mtu mmoja kukuta mtu mwembamba alafu ana uzito uliopitiliza. Nishaulizaga nikaambiwa anasema mifupa nayo inapokuwa sijui mzito, sijui mtu anakuwa mzito. Sababu mtu mwembamba lakini anakuwa uzito wake mpitiliza. Nishangaaga, lakini nilipataga elimu nikaambiwa mifupa nayo inahusika katika swala la uzito. Sasa mpaka dakika hii nipo sijaelewa vizuri. Ulaji, unasema ulaji ule tu kwa taratibu za zinazotakiwa kula. Sasa sijajua ulaji nao unakuaje kwa kweli. Ila sijapata elimu zaidi. Na blood pressure naambiwaga, na yani hasa pressure tu ndo naambiwa habari za kuwa mtu anaweza kupata maradhi. Mimi naitwa Juma Abdalla Mwanzemo, mkazi wa Tandale Mtogole. Wengine wanasema unene ni maradhi, unene mwingine sio maradhi, kwa kumetofautiana. Anaweza kuwa mtu ni mnene hana maradhi, mwingine mnene ana maradhi, na mwingine anaweza kuwa ni mnene anafanya mazoezi vizuri, mwingine mnene bado afanye mazoezi vizuri. Kwa vyote hivyo vipo vinawezekana. Kwa sababu ingekuwa kama unene ni maradhi, basi hata mimi mwenyewe basi ningekuwa na maradhi katika ndani ya mwili wangu. Kama unene ungekuwa ni maradhi, hata mimi mwenyewe ningekuwa na maradhi. Kwa sababu najifanyia kazi zangu vizuri. Kwa sababu ninapoendesha basikeli yangu hii ni moja ya mazoezi. Kwa hata kama ndani ya mwili wangu kuna sumu, kuna nini, basi inatoka. Simuona chupa yangu ya maji. Umeona hii chupa mimi kwa siku hizo nakunywa 3, nimepunguza 2. Kama leo hali ya hewa ya mawingu kama hii, nakunywa hizi 2. Nakunywa hizi 2 zilizokamilika. Na nikienda tena mgawani kama nitilie kwenda kula chakula, nakunywa tena maji mengine tena, nakunywa vipi nakunywa. Kwa ukijumlisha maji na nakula kule na haya hapa, kwa unaweza kuta lita 4 kwa siku mimi nakunywa. Kwa hiyo ingekuwa make ni maradhi, basi siwezi kunywa maji haya lita 3 au 4. Na ukiwa una maradhi huwezi kuendesha basikeli hii. Sababu basikeli inatumia nguvu. Huwa nakutana nao watu kama hao, kwamba watu wanene wanasema huwa wana ugonjwa wa pressure. Huwa nakutana nao. Kweli unene kweli sio mzuri. Na unene sio mzuri kivipi? Yaani utapokuwa wewe mwili wako mnene lakini unauweka chini. Lakini ukiwa na mwili mnene afu unaofanyia kazi, yani unakwamba unausurubisha, hauwezi kuwa na pressure. Lazima utakuwa umekamilika. Utakuwa sawa. Mimi ushauri wangu ni kitu kimoja. Walokuwa wanene kama mimi au walonizidi kama mimi, atapokuwa ndani ya mwili wake hajisikii chochote, hakimumi chochote katika mwili wake, basi ajitahidi kufanya mazoezi. Ajitahidi kufanya mazoezi. Utapokuwa make ni mnene, mwili unauweka tu, ufanyie mazoezi, ufanye chochote, utapata maradhi. Na baada ya kuzungumza na wananchi baadhi tu kujua kile ambacho wanakifahamu kuhusiana na uzito uliopitiliza, basi tayari moja kwa moja anakwenda kuonana na mtaalamu wa masuala ya tiba lishe. Ufahamu afya yako nini ule kwa wakati gani na nini unatakiwa ukile. Mimi ni Eve Anthony Kajimoto, karibu.
mtazamaji, hii ni Tumaini Television, kipindi hewani ni Zahanati, na baada ya kutoka kuzungumza na baadhi ya wananchi kuhusiana na swala zima la unene uliopitiliza pamoja na athari zake kiafya zikoje, lakini sasa tuko tayari katika hospitali ya mkoa wa rufaa Mwananyamala na tuko na daktari hapa, ataenda kujitambulisha kwa majina yake na ataenda kutuelezea kinaga ubaga hasa matatizo yatokanayo pamoja na madhara yapatikanayo kutokana na uzito uliopitiliza. Haya na mengine mengi yako hapa. Mimi ni Eve Anthony Kazimoto. Daktari, habari ya uzima? Nzuri. Unaendeleaje na afya? Mtu ni afya eh? Nashukuru. Hatujambo. Tuchague tule nini ili tuwe salama? Ndio. Okay, watazamaji wangependa kufahamu majina yako, unaitwa nani? Karibu. Mimi kwa jina ninaitwa Dr. Constancia Kimo. Ni daktari lakini pia ni mtaalamu wa chakula na lishe katika hospitali hii ya mkoa ya rufaa ya Mwananyamala. Karibu. Asante. Daktari, tumekutana na maswali mengi sana kuhusiana na unene huu uliopitiliza. Na wengine tukaona unene wa kuzaliwa, huu unene ni umbo langu tu. Mambo yako mengi, kuna madawa mbalimbali ya kujipunguza na nini. Lakini kwanza kitaalamu tunapozungumzia unene uliopitiliza hasa tunazungumzia nini? Asante. Tunapozungumzia unene uliopitiliza, kwanza hatuwezi kusema tu kwamba unene uliopitiliza. Lazima huyo mtu, ili tuweze kusema wewe ni mnene au fulani ni mnene uliopitiliza, lazima tuangalie, tufanye kwanza tathmini ya hali ya lishe. Ambayo tathmini hiyo tunakupima kwanza uzito na urefu, halafu mwisho wa siku tunakutana na uwiano. Na tunaposema wewe ni uzito uliokithiri au uliozidi, maana yake ni kwamba uwiano wako umeangukia kwenye 30 na kuendelea. Kwa hiyo hapo tunasema kwamba wewe tayari una uzito uliokithiri au tunasema uzito uliozidi. Ambao sasa kwa Kiswahili tunaita pia ni kiriba tumbo. Kiriba tumbo. Kwa hiyo hawa tunakutana nao mtaani na kitambi na nini, kile kitaalamu ni kiriba tumbo. Sio kitambi. Sio kitambi. Sasa kama kitambi ni mtu mwenye afya, unakuwa boss ukiwa huna hela huwezi kuwa na kitambi kwa sababu hujui kula. Hapana, sio kweli, kwa sababu inategemea. Kuna vitambi kama yaani mwingine ukimwona na kiriba tumbo pia inabidi ufuatilie kitambi hicho au kiriba tumbo hicho kimesababishwa na nini. Lakini walio wengi ni kutokana na hali ya lishe. Kwamba uzito wake na urefu havina uwiano. Kwa hiyo uzito umekithiri. Kwa hiyo mwisho siku huyo mtu anakuwa tayari ana kiriba tumbo. Hali yake ya lishe sio nzuri. Kwa sababu kuna hali ya lishe iliyo yani ya juu zaidi, uwiano wa juu zaidi kama huu, lakini na uwiano wa chini. Pia zote ni hali duni za lishe. Nini hasa sababisho la uzito uliopitiliza? Uzito uliopitiliza au kwa Kiswahili tunasema kiriba tumbo, kitaalamu tunasema ni obesity. Ni unasababishwa na ulaji. Hasa ulaji mbovu ambao hauzingatii ulaji unaofaa. Maana kawaida tunasema ulaji unaofaa ni ule ambao unazingatia makundi ya vyakula. Ambao kawaida sisi tuna makundi kama 6 ya vyakula. Ambao kundi la kwanza la vyakula tuna vyakula vya asili ya nafaka, mizizi pamoja na ndizi mbichi. Na hilo kundi ndilo ambalo tunasema ni kundi linalotupatia nguvu na wanga. Sasa hilo kundi ndio haswa tunalotakiwa kulipunguza kwa kiasi kikubwa, na mara nyingi tumeshazoea watu wanakula kwa kiasi kikubwa zaidi. Kama ni ugali atakula ugali mwingi, kama ni wali atakula wali mwingi, mboga kidogo. Hilo ni kundi la kwanza. Kundi la pili ni kundi la tunasema kwa Kiswahili ni utomwili au protini. Na kwenye protini imegawanyika. Kwa sasa kuna kundi la protini aina ya mimea na kuna protini aina ya wanyama. Protini ya asili ya mimea ndio kuna aina ya mikunde-kunde pamoja ambayo mfano wake ni pamoja na njegere, njugu, kunde, njugu mawe na vitu vinavyofanana navyo. Lakini tukija kwenye protini aina ya wanyama, tuna nyama asili ya wanyama nyekundu kama ng'ombe, mbuzi, kondoo. Lakini pia tuna nyama nyeupe ambao kuna kuku,
kuna samaki, dagaa, lakini kuna vinyama vile vidogo vidogo, sungura, kumbi, vyote vinaingia kwenye ile kundi. Lakini pia mayai yote yanaingia humo. Kwa hiyo kwenye kundi jingine kuna kundi la mboga ambalo ni kundi pia muhimu sana. Lakini mboga aina zote tunazozilima, mboga za majani ambazo kwa kweli mboga ambayo inafaa ni ile ambayo inatakiwa iive au ipikwe kwa muda wa dakika 5 na kuwekwa mafuta kidogo. Dakika 5 tu. Tuna nani? Naipasha. Lakini kundi jingine ni tunasema ni matunda ambayo ni matunda ya aina zote. Matunda ya asili, matunda ya porini, matunda Lakini kuna kundi jingine ambalo ni kundi la 6, tunasema kuna nishati lishe ambao pale kuna mafuta. Ambao sasa hivi tunasisitiza mafuta ya mimea ndio yanayotakiwa kutumika. Kwa hiyo sasa ukisema huyo ulaji unaofaa manake ni mlo kamili, lakini kwa kuzingatia hayo makundi 6 yaliyopo. Na ina maana kwenye kundi la kwanza kama ni ugali unatakiwa ule nafaka zile ambazo hazijakobolewa. Dona kwa maana. Dona. Na kawaida tunasema kipimo kama ni ugali unatakiwa ugali saizi ya ngumi yako. Kila mtu ngumi yake ndio ugali anaotakiwa kula. Changamoto. Kula ugali wa tembele na dagaa jamani. Kwa hiyo kunakuwa na vipimo vyake halisi ambavyo vinatakiwa. Halafu ukija kwenye kundi la protini unachukua pia kile unaweza ukachukua kwa kiasi cha kutosha. Lakini ukija kwenye matunda na sasa hivi huwezi ukasema kwa sababu nimekula protini ya mimea basi nimemaliza sili ya wanyama. Ni lazima uweke pia ya wanyama. Kwa hiyo ukichukua kama ni nyama, lakini pia kuna maharage au njegere, nategemea na wewe umeandaa nini. Lakini kuna mboga za majani za kutosha pamoja na matunda. Lakini mwisho wa siku kuna maji ya kunywa ambayo unatakiwa upate angalau lita 1.5 mpaka lita 2 ili kukamilisha mlo kamili. Kwa hiyo ulaji huo unaofaa ukiweza kula mlo kamili at least mara nyingi watu wanakuwa vile kwa sababu kunakuwa na vitu viwili vikubwa ambavyo vinawafanya watu wanashindwa kuvizingatia ili mwisho wa siku wanaingia kwenye uzito uliokithiri. Kwa hiyo tunaposema ulaji uliofaa ni pamoja na ratiba ya chakula. Kwenye ratiba na ulaji huo niliosema asubuhi na mapema. Mara nyingi watu wamezoea kama mpaka saa 4 saa 5 mtu hajala chochote. Kwa hiyo tunasema kawaida unaongeza uhitaji mkubwa. Kwa hiyo utakapokuja kula chakula wakati huo utapata mpaka makapi ambao mwisho wa siku uzito lazima utaongezeka. Lakini ukianza kula asubuhi mapema angalau kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kuna kitu umepata, lakini kizingatia pia huo mlo kamili tayari mwili unajua kwamba kuna kitu umepata. Halafu ukija baadaye mchana hapo katikati huo kuna vyakula tunasema asusa. Lakini asusa unaweza kupata korosho, kupata glasi ya juisi, unaweza kupata matunda kidogo, tegemea. Lakini mchana unapata pia mlo kamili kwa kuzingatia ulaji ule tuliosema kuzingatia mlo. Lakini daktari, mbali na ulaji kuna kitu ambacho huwa ni moja kwa wasemavyo watu, lakini kitaalamu uko hapo kwa ajili ya kutuainishia haya kinagaubaga. Kuna swala la msongo wa mawazo ama stress, pia ni moja kati ya vitu ambavyo vinasababisha kuwa na uzito mkubwa. Kuna hormone balance, unasema Kiswahili chake kinakuwa hormone balance. Lakini wengi kwa upande wa wanawake kuna shida ya hormone balance, pia ni moja kati ya changamoto ambazo zinasababisha watu kuwa na unene, uzito uliopitiliza. Lakini pia kuna baadhi ya madhara ya baadhi ya dawa za uzazi kwa wanawake, pia kuna kuto kufanya mazoezi, vitu kama hivyo. Yes, na ndiko bado naendelea kusema kwamba ulaji ni mojawapo, lakini pia mtu kutokufanya mazoezi. Na katika ulaji ule ni kwamba kuna aina ya vyakula ukizidisha pia. Mfano kwamba ukizidisha hivyo vyakula vya wanga, sukari kwa wingi, mafuta kwa wingi, pia na yenyewe ni changamoto. Lakini pia mara nyingi tumezoea watu kufanya mazoezi hawafanyi. Anakula lakini mazoezi pia hafanyi. Kwa hiyo mwisho wa siku anakula, analala. Kwa hiyo mwisho wa siku tunatakiwa tufanye pia mazoezi. Mazoezi pia ni mojawapo inayosaidia pia mtu asiingie kwenye nani. Lakini mwisho wa siku huyo mtu kutokana na uzito huo akishindwa akishindwa kubalance yote hayo, mwisho wa siku anaishia pia kupata magonjwa haya. Magonjwa ambayo hayajafanya nini? Yasiyoambukizwa.
ambayo yote hayo ni madhara sasa ya uzito uliokithiri ambayo yameletwa pia na nini, na ulaji mbovu pamoja na kutokufanya mazoezi na yani kama ulivyosema pia kuna baadhi ya dawa kwa sababu zinakuwa tunasema zina viambata ambavyo ni vya protini na mafuta. Kwa hiyo kuna wengine kweli akiwa anatumia dawa unakuta kuna aina fulani inamuongezea uzito, lakini all in all, yote kwa yote ni kwamba ukizingatia ulaji sahihi ukaweza kujizuia na kufuata ule ulaji unaofaa, uzito lazima utajitahidi kucontrol au utajaribu kuweka sawa, utaenda kulingana na urefu ulionao. Vipi kuhusiana na swala la umri? Umri hauhusiani moja kwa moja. Sio kwamba ni umri unakuja tu pale mtu kwamba hana uwezo wa kufanya mazoezi. Lakini kuna mzee unaweza kumkuta au mtu mzima uzito wake ni unaendana vizuri kulingana na urefu alionao na anaweza akafanya mazoezi vizuri tu. Kwa hiyo zaidi inakuja kutokana na ulaji, lakini sio umri wa moja kwa moja. Na kuna ukweli wote kuhusiana na swala la unene ni wa kurithi au ni historia ya familia kuwa na maumbo makubwa, unene wa kupitiliza kwa familia mbali na ulaji? Sawa, asante. Inawezekana wakati mwingine kuna uzito kweli unaweza ukahusiana na kwamba kuna familia fulani inakuwa na genes labda za unene na nini, lakini ile hata iweje lazima inaingia pia kwenye ulaji wako, ndio inaongeza zaidi ulaji wako. Sawa? Kwa hiyo ile nayo inaongeza kwenye ulaji. Unapokula ovyo na ratiba yako mazoezi ufanyi, yote yanakuletea pia uzito uliokithiri. Kwa hiyo uwezo ukasema kwamba ni kwa sababu kwetu ni wanene na mimi lazima nitaingia mle, lakini bado ukifuata ulaji unaofaa na yale yanayotakiwa uzito wako unakaa sawa. Kuna uwezekano wa kuweza kupungua kwa mtu ambaye kwao wana asili ya unene kwa kufuata sasa kama unasema ugali tena tule ngumi, tule nini makundi 6 ya vyakula tufuatilie ili katika kuweza kujipunguza? Inawezekana kabisa. Na akapungua. Inawezekana kabisa na akapungua kwa sababu tunachosema kwamba kupunguza uzito kwanza sio changamoto ambayo au sio tatizo ambalo linaweza likapungua kwa siku moja au mwezi au miezi miwili au mitatu. Wakati mwingine inaweza ikaenda hata mwaka mzima mtu anahangaika kwenye kupungua uzito. Lakini kinachotakiwa ni kwamba ni kuanzia mtu awe tayari kwamba mimi uzito huu siutaki, nataka nipunguze. Kwa hiyo unapoanza kujiweka tayari, unajiandaa, alafu mwisho wa siku unakuwa tayari kutimiza yale ambayo unayapanga kwa ajili ya kupunguza uzito. Pamoja na ulaji na kujiweka vizuri kwenye mazoezi, basi mwisho wa siku utaepuka pia hata hayo magonjwa mengine tunaosema yasioambukizwa. Kwa hivyo na tunakatika vya hatarishi sasa hivyo. Kwa sababu maana lifestyle na pia kuko kwa uchumi hata wa nchi au wa familia, na kwenyewe ni moja kati ya vitu ambavyo moja wapo ya sababu zinazosababisha watu kunenepa sana, kwa sababu miaka nyuma tulizoea kiriba tumbo ambacho tunaamba sasa hizi ndio tunavyo wengi sasa hivi riba tumbo hivi, kwamba walikuwa wanapata familia maskini wasiokuwa na uwezo, lakini sasa naona kama imebadilika. Sasa hivi imekuwa kwa watu wenye maisha mazuri ndio wanaviriba tumbo zaidi. Na mtangazaji nikwambie kwamba mwanzoni ugonjwa huu au tatizo hii, changamoto hii ilikuwa inaonekana iko kwa wenzetu kule ambao walikuwa mwanzoni walikuwa wanaonekana kama wana hela. Na ndio hasa mwanzoni, lakini mwisho wa siku imekuja sasa hivi imehamia kwetu, ambayo sasa hivi ndio changamoto kubwa kwetu, na inakuja pia hata kwa wote wenye hela wasiokuwa na hela. Kikubwa ni kwamba mtu anakuwa na ulaji usiofaa, kama nilivyosema, kutokuzingatia yale makundi ya vyakula, hatufanyi mazoezi, lakini pia mwisho wa siku kuna wengine huko mitaani unakuta labda anaambiwa ukitaka kuongezeka pia unaweza kutumia aina fulani ya dawa au na fulani ya virutubishi ili unenepe, sababu unakuta kila mtu ana mambo yake. Lakini pia maisha ile lifestyle au maisha yalivyo sasa hivi, mtindo wa maisha ulivyo, kuna wengine anatamani ile aonekane kwamba yeye yuko vizuri na ana hela nzuri, ndio tunaishia kule hizi junk foods. Hivi vyakula ambavyo vya kusindikwa vya viwandani, lakini pia
yani hatuzingatii ulaji unaofaa, lakini mazoezi, lakini mwisho wa siku watu kutokana na heka za maisha wengi unakuta wanaishia wanakula usiku wa manane, saa 5 saa 6 na kila analala. Kwa hicho chakula kinayeyushwa saa ngapi? Hakitumiki. Kwa mwisho wa siku huyu mtu lazima pia atanenepa. Ndio maana kama unakumbuka nilisema mwanzo kwamba vitu ambavyo vinamfanya pia vinachangia pia mtu mwingine kunenepa pamoja na ratiba mbovu ya ulaji. Na kuhusu kuna swala umezungumzia la kuhusu kutumia virutubisho. Hivi virutubisho nini hivyo watu wanauza siku hizi kwa biashara, kama ni biashara sasa kwa kujiongeza. Na vipi kuhusiana na hivi virutubisho vya kupungua mwili kwa haraka? Ambapo wote naona siku hizi makampuni mbalimbali hapo wanajinadi kwamba kuna virutubisho vya kujipunguza mwili, ku-maintain vile unavyotaka uweje na nini vile. Vina usahihi wote katika afya katika utumizi wake? Asante sana, nashukuru. Kiukweli au kiuhalisia watu wengi wamefika mahali kwamba kumekuwa na wataalamu wengi sana huko mitaani. Kwamba uzito ukiongezeka, badala ya kama nilivyosema kwamba uzito kupunguza uzito wa mtu sio tatizo la siku moja au mwezi au mwaka au miezi miwili mitatu. Inaweza kachukua hata mpaka miaka. Hata miwili mtu anapunguza uzito wake. Sasa ili uende vizuri, yani unatakiwa upunguze kawaida, uende kidogo kidogo. Lakini sasa mwingine kwa sababu anatamani avae nguo zake, anatamani awe yani yuko vizuri modo nini. Kuna vacation, kuna nguo yake fulani avae, kwa hiyo anaingia kwenye kutumia nini? Dawa au madawa. Sasa hayo madawa kiukweli sasa hivi kuna biashara nyingi. Na watu wameibuka makampuni mengi kwa sababu watu wamekuwa wazi wanatamani kupungua. Kwa hiyo kumekuwa na madawa mengi ambayo yanaletwa na virutubishi vingi ambavyo vingi unakuta pia havijathibitishwa na mashirika la viwango au la afya. Kwa hiyo unakuta mtu anatumia, kwa hiyo mwisho wa siku wanakuta wanaishia mpaka wengine na mbaya zaidi wengine wameingia mpaka kutumia dawa za kienyeji. Kwa hiyo mitishamba. Kwa hiyo mwisho wa siku mtu anaishia kupata magonjwa ya ini, figo. Lakini anakonda sasa zaidi na mwisho wa siku ni kifo. Unaua figo sasa. Kwa sababu unaua figo, unaua ini kwa sababu ya madawa ambayo unatumia bila utaratibu na bila kipimo. Ni magonjwa gani ambayo yanaambatana au yanaweza kusababishwa na unene uliopitiliza? Magonjwa ambayo yanaweza kusababishwa na unene uliopitiliza ni pamoja na tunasema shinikizo la damu la juu, high blood pressure. Lakini pia unaweza ukaishia kupata ugonjwa wa moyo unatanuka. Lakini pia tunasema unakuwa na kiasi kikubwa cha mafuta au mafuta mabaya, tunaita cholesterol. Mishipa ya damu pia inakuwa imeingia mafuta. Imeziba, kwa mwisho wa siku damu inasafiri kwenye mazingira magumu ile mishipa. Kwa hiyo mwisho wa siku moyo ni pampu. Unapampu damu katika mazingira ambayo ni magumu. Kwa mwisho wa siku mtu anaishia kupata pressure, lakini wewe mtu anaishia kupata moyo unakuwa mpana, unatanuka kwa sababu moyo ni misuli, kwa hiyo unatanuka. Lakini mwisho wa siku huyo mtu anaishia kupata changamoto ya sukari kwa sababu ile mishipa vile vichocheo insulin vinaenda kufunikwa pia na mafuta, na uyeyushaji wa vyakula vinavyotumika ili sukari itumike inakuwa ni ngumu. Lakini mwisho wa siku huyo mtu anaishia pia kupata tatizo la figo kwa sababu unapokuwa na shinikizo la juu la damu mwisho wa siku inaenda kuua figo. Kwa hiyo mwisho wa siku mtu anaisha kupata pia changamoto ya figo. Stroke pia iko hapo. Kwa hiyo ukishakuwa na blood pressure iko juu, uwezekano wa kupata stroke pia ni muda. Stroke kiharusi. Na yote hayo ni madhara ya uzito uliokithiri ambao yote hayo yanakuja kutokana na ulaji mbovu. Na kuhusiana na ugonjwa unaita mifupa yabisi inakuaje na yenyewe pia iko ndani ya moja kati ya vitu ambavyo unaweza kupata? Mifupa yabisi au tunaita rheumatoid arthritis. Hiyo mara nyingi sio sana. Japo unakuta wengine kwa sababu uzito unapokuwa umezidi mwili kwa sababu magoti huku chini unakuta hayawezi tena kuhimili uzito mkubwa. Kwa hiyo
nyayo pamoja mpaka magoti yanauma. Kwa hiyo mwingine anachanganya tu kwamba labda ni nini, na wakati mwingine uzito kweli ukizidi sana unakuta tu kuna mwili unaweza ukawa unauma, lakini kama mifupa moja kwa moja unakuta haipo, ila inaathirika tu kwa sababu ya uzito kwa huku chini magotini na huku chini, kwa sababu uzito unakuwa umezidi. Lakini uzito ukipungua vizuri ile hali, kwa hiyo sasa hatuwezi kusema kwamba ni baridi ya bisi, kwa sababu ni tatizo ambalo linaendana na huo uzito, likiisha tu basi. Na kuhusu saratani, labda kuna saratani ziko nyingi sasa hapo. Kwanza tuulize kwanza. Saratani pia ni moja ya vitu ambavyo vinaweza kusababishwa, ikiwemo saratani ya utumbo mpana, na kuna wengine tezi dume pia, saratani ya tezi dume. Huwa vinaweza vikahusishwa katika changamoto ya uzito. Nashukuru, saratani kweli inahusishwa, lakini ambayo mara nyingi tunaihusisha au inahusishwa kwa karibu ni saratani za utumbo. Utumbo mpana na matumbo kwa ujumla. Kwa sababu, na hii inakuja kutokana na nini? Kutokana na ili nilivyosema mwanzoni kwamba mtu anakula usiku. Nakula na saa 5, saa 6 ndo anakula chakula, alafu anaenda kulala. Kwa hiyo kile chakula hakiwezi kufanyiwa kazi, hakiyeyushwi. Kwa hiyo mwisho wa siku ule utumbo unalala ukiwa na chakula kiko ndani kimejaa. Kwa hiyo ile hali ikiendelea ni rahisi sana kupata nini? Kansa ya matumbo au kansa ya utumbo. Leo unalala unacheua gesi sasa. Kwa asubuhi, na ile changamoto kwamba uyeyushaji unaitwa kitaalamu malabsorption. Kwamba yani kila siku sasa inakuwa ni changamoto. Wewe tumbo kila siku linauma asubuhi au siku nzima, kwa sababu chakula kisipoyeyushwa vizuri unakuwa na changamoto kama ya kuumwa tumbo, ya kuumwa yani gesi imejaa. Lakini mbaya zaidi ambako inaishia pia kupata hizo saratani au kansa za matumbo au za utumbo mpana au mwembamba, yote inawezekana. Na sasa yote tumezungumza tu kwa juu sasa. Na wapi hasa ndo kundi ambalo sasa hivi kutokana na lifestyle na tulipo sasa hivi sasa ni kwa nchi zilizoendelea, Tanzania nao tumo. Ndio. Nikasema tunajitokeza tu tunaonekana. Tatizo linaonekana je katika ukubwa upi, na wapi hasa ndo waathirika wakubwa? Asante. Kulingana kwa watoto, wanawake na wazee. Asante sana, nashukuru. Tatizo ni kweli Tanzania sisi ni miongoni na sasa hivi nafikiri ni zaidi ya 70 na kuendelea, kwamba tatizo la uzito uliokithiri au kiriba tumbo na madhara yake ambayo pressure nini kama niliyoyasema ni makubwa sana sasa hivi. Na hata ukienda kwenye mfano wa figo na pressure kubwa na stroke zinakuja zote hizo, ukiangalia unene ndio unaosababisha au unaisha ndio unaokuwa ni changamoto mojawapo inayochangia kwenye kusababisha hayo. Kwa hiyo kundi ambalo mara nyingi makundi ambayo sasa hivi inaongoza pia ni akina mama. Akina mama ni kundi mojawapo ambalo linaongoza pia kwa hiyo hali ya uzito viriba tumbo. Ukiwepo hata wasichana, yani wamama tuseme kwa ujumla pamoja na wasichana. Pengine na kwa baadhi ya hapa daktari, kabla ya kuendelea mbele, pengine hapa kwa kina mama labda tunahusishwa changamoto ya masuala ya uzazi, ikiwemo njia za uzazi wa mpango, dawa, ama swala la uibaji wa mimba na kujifungua, namna ya anajifunga kwa namna gani, section C, mambo ya operation na nini, au ni ulaji mbovu na wenyewe kwa ujumla ndo hasa changamoto kubwa kwa kina mama kabla kwenda kwenye makundi mengine. Kwa wamama, yani ukiachana pia na umama wa wamama jinsi ulivyo na tabia za wamama, yani ulaji mbovu unachangia kwa kiasi kikubwa na ratiba, kwa sababu wamama mara nyingi kama nilivyosema mwanzoni pia kwamba ukitengeneza uhitaji mkubwa au gap kwamba ratiba hujaifuata ya kula, inachangia kwa kiasi kikubwa sana kunenepa. Kwa hiyo wamama walio wengi utakuta wako bize na shughuli za nyumbani. Asubuhi hawezi kula, hawezi kuanza kunywa chai, au anakuja kunywa chai mpaka saa 6 saa 7 au saa 8. Ndio anakaa chini. Alikuwa bize anafanya kazi zake za nyumbani, usafi, sio nini, ndio mchana anakaa na kunywa chai. Unategemea mwili hauhitaji? Mwili unahitaji, ila wewe ndio unaubania. Sasa kwa sababu unaubania, ina maana kile chakula utakachokula kwa wakati huo kitachukuliwa, kitafanywa kazi.
inaenda kuziba yale mashimo ambayo uliyaacha. Kwa mwisho wa siku wa mama ndio yani pamoja na mambo mengine kwamba ukijifungua ni kweli kuna uzito unaongezeka, lakini unatakiwa ufanyiwe mazoezi ili kwa sababu ukibeba mimba mwanzoni, mama akibeba mimba anaongezeka mafuta kwa ajili ya maandalizi ya mtoto kunyonya na nini, lakini akishajifungua baada ya hapo anatakiwa afanye mazoezi ili kabla ya kushika mimba nyingine uzito wake wa mwanzo huu umefanya nini, umerudi au umeangalau. Lakini sasa kwa sababu huwa tunachukua kisingizio wa mama kwamba mimi nanyonyesha au mimi nimezaa, lakini sio kweli. Bado inarudi kule kwenye kutokufanya mazoezi na ulaji mbovu na ratiba mbovu. Tunaongezeka zaidi ya uzazi wa mwanzo. Kwa sababu uzazi wa mwanzo mama anaongezeka, tunasema ongezeke kwa kilo 12 kwa mwezi. Amini kwa mpaka miezi 9 kujifungua. Lakini anakuwa ameongezeka zaidi ya hapo. Alafu anakuja kula baada ya kujifungua. Anaanza kula. Anakunywa mtori, anafanya nini, anampaka miezi miaka 2.5 amenyonyesha au mwaka 1.5. Ameongezeka zaidi. Haya, amekaa kidogo, inawezekana bahati nzuri au nini ameshika tena mimba mapema. Kabla ule uzito haujarudi kawaida ambapo alitakiwa ufanyie kazi. Kwa hiyo mwisho wa siku anajikuta sasa nini? Uzito unaongezeka na kuendelea. Akizaa watoto 3, 4, 5 ina maana uzito ule unazidi kufanya nini? Kuongezeka. Kwa hiyo bado tunarudi kule kwamba yani tunaingia moja kwa moja wa mama kwa sababu ya kutokufanya mazoezi na ulaji mbovu pia. Though kuna baadhi ya tunasema mambo ya hormonal imbalance. Inaweza ikatokea pia kutokana na hizi pills wa mama wana uzazi wa mpango, kwamba wa mama wanaopenda kutumia uzazi wa mpango wa kubeza vidonge pia wanaingia kidogo kwa uzito lakini yote kwa yote bado tunarudi tena kule kwamba mazoezi. Kwenye kuongelea swala la hormone balance, kuna hormone balance ambayo haisababishwi na njia za uzazi, inakuwa tu ni automatically mtu amekuwa na shida ya hormone balance. Lakini watu hawa mara nyingi kwenye kufanya hata mazoezi na kufanya matumizi ya dawa, lakini bado naona hawana uwezo mkubwa wa kupungua. Pengine labda nini kinachangia watu wenye kundi hili kutokupungua kwa haraka au kutokupungua kabisa, uzito kabaki umegoma haupungui? Yani watu wengi wanaokuwa na kuna wengine kweli tunasema zinakuja moja kwa moja ni amezaliwa hapo katikati, mwingine inatokea pia kutokana na mazingira au na nini baada ya labda hapo katikati kwenye umri wa kukua kwa yani binti au mama anaweza katokea ile kutokana na sababu nyingine pia, kwa sababu hata mambo ya stress na nini vyote pia vinategemea, vinaweza au environmental factors wakati mwingine inaweza kusababisha pia mama akaingia kwenye mambo ya hormonal imbalance. Kwa hiyo akiingia ile uzito huo unapungua, lakini wengi wao kweli inaweza ikatokea usipungue moja kwa moja. Lakini bado anatakiwa sasa akutane sasa na wataalamu wa lishe ili tuweze kupima kuona yeye changamoto ni nini na kama kuna homoni ipi labda iko juu na nini. Kwa hiyo kuna baadhi ya vidonge pia, kwa sababu tunafanya kazi pia kwa kushirikiana vizuri na vitengo vingine ili kujua pia na upande mfano wa kina mama, madaktari wa kina mama. Kwa hiyo ili kujua homoni ipi ambayo iko juu na ipi ambayo ndio inachangia kwenye nani labda yani imetolewa kwa wingi ikawa sasa ikaleta changamoto hapa katikati. Kwa hiyo baada ya kufanya hivyo ndio anakuja sasa tunampangia ratiba nzuri ya ulaji lakini pamoja na mazoezi. Lakini anaweza akaingia pia uzito yani uzito kuongezeka. Ila all in all wanachotakiwa ni kwamba watu wengi mara nyingi wanakata tamaa. Na huo kwenye changamoto naongelea hili kwa sababu nimekutana nalo mara nyingi kwa watu wengi. Mtu anakata tamaa, wengi wameshakata tamaa kwamba sioni sasa najipunguza kwa sababu ni ngumu kupungua kwa sababu na matibabu yake pia ya kuweza kuweza kuzibalansisha hizi hormone ya kidogo kama yana gharama fulani. Kwa hiyo unakuta mtu mwingine anashinda labda kumudu na nini. Kwa hiyo mtu anakata tamaa, anaona na lazima anaona mimi ninachotaka kufahamu kutoka kwako moja kwa moja kama mtaalamu wa upande wa tiba lishe. Kuna uwezekano wa kupungua pasipo kuzibalance au lazima abalance hizo hormone ndio ataweza kuweza kupungua kama mtu mwingine wa kawaida? Asante. Kwanza ni kuambie tu kwamba hiki kitu wakati mwingine kinaingiliana. Kwamba
mtu mnene au mama mnene, wakati mwingine unaweza kuwa ulikuwa hauna changamoto yoyote ya hormones, lakini unene uliokithiri, ukishakuwa na unene ule pia unasababisha hormonal imbalance. Kwa hiyo ina maana dawa kubwa hapo ni nini? Pamoja na kwamba tunasema utaenda utapimwa tujue kiasi gani na nini, lakini kinachotakiwa hasa ni kupunguza uzito. Kwa hiyo wakati mwingine uzito ukishapungua vizuri, ukakaa vizuri, zile hormones zinaenda kama kawaida. Kwa hiyo inajiregulate zenyewe. Zinajiregulate zenyewe moja kwa moja. Uzito ukipungua vizuri, na ndio maana inaingilia hata wakati mwingine mama ambaye ni mama, hata baba wakati mwingine uzito unapokuwa mkubwa sana anakuwa na changamoto pia ya uzazi. Ni kwa sababu ule uzito umekuwa mwingi, na tunaposema uzito mkubwa maana yake ni nini? Maana yake ni mafuta. Kwa mafuta yanapofunika kila kona, kama ushawahi kumchinja kuku, kamwangalia kuku, alafu uko ndani ukaona jinsi yalivyofunikwa mpaka kwenye mayai, kwenye kila kila sehemu, ina maana ni hivyo hivyo hata kwa binadamu. Kwa mwisho wa siku kila organs zile viungo vyote havifanyi kazi inavyotakiwa, mifuniko na mafuta. Kwa hiyo mwisho wa siku ndio maana unaishia mama akiweza kupunguza uzito, maana ameunguza, amechoma yale mafuta, yamepungua, yamebakia kidogo ya kawaida. Kwa hiyo mwisho wa siku huyu mtu ni rahisi hormones zikaenda kama inavyotakiwa. Kwa hiyo tiba kubwa ni kwamba uzito upungue. Kwa sababu uzito ukipanda, madhara yanakuwa makubwa zaidi, pamoja na hayo magonjwa yasiyoambukizwa ambayo tumeyataja, lakini pia kunakuwa na hivi. Kwa hiyo madhara yatokanayo pia ni hata kutokushika mimba au kutokuwezesha kuzalisha. Ni mojawapo kwa mwanamke na mwanaume kote, kuna changamoto ya uzazi inaweza ikatokea kutokana kwa sababu uzito huo uliokithiri kama nilivyosema unaweza kukuingizia ukakupelekea pia kwenye nini? Sukari. Ukiingia kwenye sukari pia ni changamoto nyingine ambayo yote unaona sababu inayoanzia ni ulaji mbovu au ratiba mbovu ambayo inakupelekea uzito uliokithiri. Na mwisho wa siku unaingia kwenye magonjwa kama hayo ambayo nimesema pamoja na sukari. Ukiingia kwenye sukari maana yake kuna vitu vingi havifanyi nini? Havitolewi inavyotakiwa, ikiwa na ile insulini haitolewi kwa sababu wamefunikwa pale. Kwa kifupi sana kutokana na muda, tukiachana na kundi la wamama, kundi lipi ambalo pia ni linachangia kwenye hatari kubwa? Sasa hivi kundi kubwa pia ni la vijana. Vijana pia hapa katika, yani tuseme kwenye adolescence hapa katikati pia ni vijana ambao pia nao wanakuwa sasa hivi wamekuwepo vijana wengi wana uzito uliokithiri, ambao unakuta sasa wengi yani uzito ni ulaji wao, yani ni ulaji mbovu kwa sababu wanapenda wengi junk foods. Ya kusindika chips, sausage, burger, pizza, hivi vyakula vya kusindika hivi nani ambavyo ndio vinawaongezea sana uzito. Okay. Wakati tunaenda ukingoni kabisa mwa kipindi chetu, kuna swala zima la wanawake ambao ni wajawazito. Ni madhara gani ambayo wanaweza kuyapata kutokana na uzito kuongezeka kwa kasi kipindi cha ujauzito? Kipindi cha ujauzito. Kwa kifupi sana daktari. Asante. Madhara haya tofautiani sana, lakini kwa mama ambaye ni mjamzito kwa sababu uzito wake kawaida huwa tunasema kwa miezi 9 mama anatakiwa ongezeke kilo 12. Lakini sasa unakuta wakati anashika mimba tayari alikuwa ni mnene. Anapoongeza tena hizo zaidi, na wakati mwingine walio wengi wanakula kisha kuwa ni mjamzito basi anaongeza kula zaidi akijua ni nafasi ya kupatia kula. Kwa hiyo anakula na zaidi. Kwa mwisho siku uzito unaongezeka. Kwa hiyo inapokuja kuwa mara nyingi watu wengi wanapata kwanza watoto ambao ni wakubwa zaidi, wanaisha kupata madhara. Lakini pia hata watoto wenye watoto wana sukari pia. Lakini hata mama mwenyewe anaweza akapata sukari. Tunasema sukari ambayo inajitokeza wakati wa ujauzito. Lakini pia na kifafa cha mimba inaweza katokea pia anapata pressure. Pressure, Kwa hiyo yote hayo wakati mwingine yanamsababishia mama mtoto anakosa hewa. Fetal nini, something like fetal distress. Hiyo na hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo mama pia anaweza akatafuta changamoto mwenyewe kwa mikono yake. Fetal distress inaweza kusababishwa na mambo mengi, mojawapo ikiwa hivyo, lakini
wakati mwingine tu inategemea, maana fetal distress inaweza kukuta wakati mwingine mtoto pia amefungwa na kitovu pia inaweza ikawa ni mojawapo. Wakati mwingine tu kwamba mama amechelewa kwenda hospitali, amekutana na yani maumivu yameanza, ile labor pains, yale maumivu ya kujifungua yameanza, uchungu umeanza mapema zaidi, lakini mwisho wa siku yeye amekaa muda mrefu kachelewa, na mwisho wa siku mtoto yule anachoka. Lakini mwisho wa siku inawezekana huyo mama labda hakufuatilia vizuri, kwa mwisho unaweza kukuta nyonga yake ilikuwa ni ndogo, alitakiwa afanyie operation lakini akachelewa. Kwa hiyo mtoto yule pia anachoka. Kwa hiyo fetal distress inaweza ikaletwa na mambo mengi. Though hata hilo la nani inaweza ikachangia pia kwamba amebana namna gani. Okay. Nakushukuru sana daktari, lakini kwa kuhitimisha kipindi chetu kwa kifupi sana, nini kifanyike na nini rai yako kwa watu wanaokutazama wakati huu katika swala zima la kupungua uzito uliopitiliza? Asante mtangazaji. Kinachotakiwa kufanyika hasa kwenye kupunguza uzito huu uliokithiri au kiriba tumbo, tunasema kwanza watu wanatakiwa warekebishe ratiba za ulaji, kama ambavyo nimesema, tusikae muda mrefu bila kula. Tule kadiri mwili unavyohitaji, lakini kwa kiasi kinachotakiwa baada ya kupangiwa, na ikibidi tuwatumie maafisa lishe au wataalamu wa lishe ambao sasa pangezi diet na tupangie vizuri taratibu za ulaji ili uweze kula kulingana na unavyotakiwa na taratibu inayotakiwa. Daktari, kwa kifupi sana mwanzo kuongea diet za kunywa maji, za kula matango, za kunywa rojo siku 7, hizo jazungumzia? Hizo kwa kweli kuna diet za aina nyingi ambazo zote hizo ni kila mtu anavyojipangia kwake. Lakini tunasema ukitaka kuwa na diet inayotakiwa, waone maafisa lishe wakupangie vizuri inayotakiwa. Hakuna diet yani, kwa sababu mwili unahitaji. Kwa hiyo uende ukapangiwe kiasi gani ule na kwa muda gani na baada ya muda gani na saa ngapi uishie kula. Hilo ndio la muhimu sana. Lakini kitu kinachotakiwa pia kingine, watu wafanye mazoezi, wajiunge na program tofauti za kufanya mazoezi. Hata nyumbani kwako pale unaweza kufanya mazoezi. Lakini pia kama nilivyosema, tupunguze ulaji wa hivi vyakula vya wanga, ugali, wali, turekebishe. Lakini pia mafuta. Mafuta sio lazima uweke kwenye nyama, samaki nini. Unaweza kuweka mafuta tu kwenye mboga ya majani, tena kidogo. Vyakula vingine vyote unaweza ukaweka tu, ukaweka moja kwa moja, mafuta yake yanatosha. Kama nyama, samaki vinatosha kabisa mafuta. Lakini pia tufanye mazoezi, ndo haswa. Okay, daktari, mimi nikushukuru sana kwa wakati wako. Kama una neno daktari. Nashukuru. Neno langu mimi yani ninachotamani kusisitiza ni kwamba watu wauchukie uzito uliokithiri kwa kufanya mazoezi na kukuzingatia ulaji. Usile tu kwa sababu yani lazima nile na ugali, usile kwamba eti ugali lazima uwe mkubwa kama tulivyozoea huko, kwamba mimi siwezi kushiba. Utashiba kwa makundi yote 6 mpaka ukila kidogo kidogo. Ugali umeweka ngumi, ukala mboga ya majani kwa wingi, ukala mboga za matunda, kwa nini usishibe? Mimi sisikii njaa lakini nitakula baadaye. Hapana, hicho ndio unachotengeneza nani, kula kitu ambacho, mfano kula matunda. Usikala matunda mchana, sio lazima ule ugali. Tuzingatie muda kufika muda wa kula. Muda ni mzuri, unaweza kula matunda nini, lakini pia unachukua matunda unakula. Njaa hajaniuma, ikifika saa 6 nile. Kula matunda. Kwa lazima nile. Kula matunda au kunywa juisi yako uliotengeneza, na sio lazima uweke sukari. Alafu jioni pia jitahidi uwahi kula angalau masaa 2 kabla hujalala. Na chakula chepesi au ugali nini? Chakula hata kama ukila mapema, mfano saa 12 au saa 11 ndio ratiba tunazotamani. Chakula kitafanywa kazi na kikiwa kulingana na uzito unavyotakiwa. Kiasi kinachotakiwa. Kwa hiyo uzito tu utapungua, na mwisho siku utaepukana pia na kansa hizo za matumbo, za utumbo mpana, utumbo mnene, mwembamba tulivyosema. Okay, daktari, mimi nikushukuru sana kwa muda wako. Pasi na shaka mwenye masikio amesikia, mwenye macho ameona, ni wakati wake kuchukua hatua. Asante sana, nakushukuru. Asante sana. Asante sana, nashukuru. Okay, mtazamaji wa Tumaini Television, kipindi hewani ni Zahanati. Ndivyo tumefikia tamati kabisa wa kipindi chetu, na mengi tumejifunza. Tumeambiwa
Usile kwa kusubiri njaa ikuume, kula kwa sababu wakati wa kula umefika, kwa kuzingatia muda sahihi wa kula na kwa kuzingatia makundi 6 ya chakula yawepo katika kila mlo wako unaokula, na sio kila mtu anakupangia diet. Nenda kapangiwa diet na maafisa lishe ambao ni wataalamu wa masuala mazima ya afya. Tule nini kwa wakati gani na kitusaidie nini katika maisha yetu. Mimi naitwa Eve Anthony Kazimoto, Woman of Grace. Nilikuwa hapa kuhakikisha mambo yanakuwa mazuri, kila kitu kimekaa ni sawa. Asante na kwaheri kwa sasa kutoka hospitali ya rufaa ya Mwananyamala jijini Dar es Salaam.